Bwana, baada ya Captain Tesha kukiwasha hapo jana, hatimaye hii leo tena amekuja kamanda mwingine wa JWTZ na kuzungumza mazito kweli kweli. Nizania pengine baada ya kuzungumza Tesha hakuna kiongozi mwingine au mwanajeshi aidha askari anaweza kusimama kuzungumza, lakini imekuwa tofauti, na huyu ni kijana ambaye ni mwanajeshi wa JWTZ na amesimama na kuzungumza mazito. Amewakumbusha Watanzania, tukicheka na hili swala tusipokuwa makini nalo itakuja kututesa kweli kweli. Sijawekea video yake moja kwa moja kwa sababu ya video iliyoposti imechanganyikana na music, kitu ambacho inaweza ikaleta copyright kwenye YouTube channel, lakini amezungumza maneno mazito ambayo bila shaka inaendelea kutoa taswira kwamba kuna watu wengi waliopo serikalini ambao hawapendi kile kinachoendelea serikalini. Amezungumza kwamba Watanzania wanatakiwa kuwa makini na kuwa serious na hili jambo na kuchukua hatua, kwa sababu ni wakati sahihi wa kuchukua hatua tunapoelekea kwenye uchaguzi. Lakini cha kushangaza ni kwamba ni kwa nini kwa mara ya kwanza viongozi, wanajeshi na wadau mbalimbali wamesimama kweli kweli kuhakikisha kwamba wanapigania Tanzania. Inawezekana ikawa kuna changamoto kubwa ambayo watu wengi wameiona tofauti na miaka mingine yote. Kumbuka miaka mingine kunakuwa na vurugu, kunakuwa na maneno, lakini kunakuwa hakuna attention kubwa kama ilivyo mwaka huu. Mwaka huu sio tu kwa wananchi bali hata kwa baadhi ya viongozi wenyewe kumekuwa na mshike kweli kweli, wengine wakijiuzuru na wengine wakisimama na kuzungumza maovu yanayoendelea katika serikali. Lakini huyu kijana na yeye amesimama na kuzungumza mazito kuhusiana na serikali inavyoendeshwa kwa wakati huu, na kijana wa JWTZ.